Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Mamilioni ya watu barani Afrika na Asia wako hatarini kuambukizwa maradhi ya Zika kutokana na kasi ya kuenea kwa ugonjwa huo. Ghana yaingia matatani na shirika la fedha duniani IMF baada ya kukiuka masharti iliyopewa nchi hiyo. Mbunge mmoja wa Kenya alitaka bunge kupitisha sheria ya kutambua wale wanaozaliwa na viungo vyote viwili vya uzazi, vya kike na vya kiume. Katika habari za michezo usiku huu, macho yote kwa Cranes. Uganda yajifua vikali kujaribu kumaliza ukame wa zaidi ya miaka 30 kombe la mataifa. Watoto watajaribu, tutafanya kazi sana kwa ajili hiyo si timu mwenye ya kuwa. Hujambo na karibu katika Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Zaidi ya watu bilioni 2.5 duniani wanaishi katika maeneo yenye uwezekano mkubwa wa kukumbwa na mlipuko wa Zika. Hii ni kwa mujibu wa utafiti mpya kuhusu kuenea kwa virusi hivyo. Wanasayansi wanasema nchi kama za Afrika na Asia, barani Afrika na Asia zimo hatarini zaidi. Wanaonya kwamba itakuwa vigumu kuzuia, kuchunguza na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Ugonjwa wa Zika tayari umetajwa kuwa ni wa dharura duniani kote. Kuna wakati hata ulitishia michezo ya Olimpiki. Lakini watafiti bado wanajaribu kutathmini ni idadi ya watu wangapi wamo hatarini. Muhimu zaidi ni kujua watu hao wako wapi ili kujiandaa kukabiliana na milipuko. Maambukizi yamesababisha maelfu ya watoto kuzaliwa kwa na athari ya ubongo wao. Hadi sasa ugonjwa huu umeathiri zaidi nchi ya Brazil. Lakini hivi karibuni kumearifiwa kwamba nchi na maeneo zaidi ya 50 yameathiriwa. Wiki hii imearifiwa kumekuwa na athiriwa kadhaa katika nchi ya Singapore. Hivyo kumeanzishwa jitihada mpya za kuzuia Zika kuenea. Utafiti huo umekisia sababu zinazolingana kama vile idadi ya watu wanaotembelea maeneo yaliyoathirika, kuwepo kwa mbu, kupatikana kwa huduma za afya. Walioandika ripoti hii wanasema watu katika nchi kama vile India, Pakistan na Nigeria wamo hatarini. Lakini wataalamu wanasema baadhi ya watu huenda wasipate Zika kutokana na kinga ya milipuko ya hapo awali ambayo haikuarifiwa. Immunity is going to be a really big question in the coming years. Kinga ndio kitu muhimu sana katika miaka inayokuja. Sio tu kwa sababu kitatokea nini wakati virusi vikifika, lakini pia kwa maeneo ambayo tayari yameshapitia janga hilo. Kutambua kama virusi vitarejea tena miaka ijayo au itachukua miongo kadhaa kabla virusi kuibuka tena. Tishio na athari kamili zinazotokana na Zika bado zinajitokeza. Lakini ujumbe kutoka kwa tafiti uko wazi kwamba hatari ya magonjwa ya milipuko kama iliyotokea Brazil ni ya uhakika. Suluma Kasim, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii na nyingine nyingi unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Muda mfupi uliopita taifa la Uzbekistan limetangaza kifo cha rais wake Islam Karimov ambaye ameongoza nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 25. Kulikuwa na tetesi za habari juu ya kifo chake, lakini hapakuwa na uthibitisho wowote. Wachambuzi wanasema hakuna hakika juu ya mrithi wake, mtawala ambaye amekuwa akikosolewa sana kuhusu rekodi zake juu ya haki za binadamu. Shirika kubwa la vifaa vya kielektroniki Samsung limesimamisha mauzo ya simu zake mpya kufuatia taarifa za kulipuka kwa betri kwenye baadhi ya simu hizo. Usitishwaji huo umeathiri Samsung ikiwa ni wiki moja kabla washindani wao wakubwa Apple kuzindua simu mpya ya iPhone.
Umoja wa Mataifa umetaka kuwepo utulivu nchini Gabon kufuatia siku ya pili ya vurumai zilizosababishwa na matokeo ya uchaguzi wa urais wa Jumapili iliyopita. Watu wawili wamepoteza maisha kwenye machafuko ya usiku wa kuamkia leo na kufanya idadi ya waliopoteza maisha kufikia 5 mpaka sasa tangu Rais Ali Bongo kutangazwa mshindi. Wafuasi wa mpinzani mkuu Jean Ping wamekuwa wakimshutumu Bwana Bongo kwa wizi wa kura. Ghana inatishiwa kunyimwa posho ya mkopo wa shirika la fedha duniani IMF iliyotia saini kwa ajili ya kuinua uchumi wake. Hii ni kutokana na sheria mpya iliyopitishwa na bunge la nchi hiyo inayokiuka sharti muhimu la IMF lililoambatanishwa na mkopo huo. Dayo Yusuf ana maelezo zaidi. Kama ilivyotokea katika nchi nyingi za Afrika, Ghana ambayo huuza nje mazao yake ya kakao, dhahabu na mafuta imeathiriwa na kuanguka kwa bei za bidhaa miaka ya hivi punde. Mwaka uliopita nchi hiyo ilisaini mkataba wa dola milioni 980 na shirika la fedha duniani kama ukombozi wa uchumi wake. Lakini sawa na mikataba mingi ya shirika la IMF, kulikuwa na masharti yaliyoambatanishwa na pesa hizo. Central Bank has been unable to bring down. Benki Kuu ya Ghana ilishindwa kudhibiti mfumuko wa bei na wanaamini kuwa wameshindwa kufanya hivyo kwa sababu kwa upande mmoja wanalenga kuongeza riba wanazotoza ili mtaji uwe wa juu na kupunguza mikopo ya biashara, lakini kwa upande mwingine bado wanatoa pesa kwa serikali kwa utumizi. Sasa bunge la Ghana limepitisha sheria mpya inayokiuka masharti ya mikopo ya shirika la IMF. Sheria hiyo ya benki ya Ghana inaruhusu benki kuu kufadhili 5% ya nakisi katika bajeti ya serikali. Lakini shirika la IMF halitaki hili lifanyike, na ndio sharti walioweka ili kuendelea kuisaidia nchi hii kukomboa uchumi wake, na sasa wanazuia kutoa fedha zaidi kwa nchi. Lakini maafisa wa benki kuu wanasema kwamba hawakuvunja sheria yoyote. But I think when we talk about zero financing, we should realize that the IMF program is sound. Nadhani tunapozungumza kuhusu kutofadhili, tunafaa tukumbuke kuwa hata hilo shirika la fedha duniani IMF linao mpango wa ukwasi katika ufadhili wa dharura kwa 2% hadi 3%, na wana mipango ya kuongeza hilo hadi 5%. Na kwa hakika hii ndio ilisaidia bunge kufikia kiwango cha 5% cha ufadhili wa benki kuu. Lakini tunasisitiza kuwa hii itatumika katika ufadhili wa dharura tu. Tukiacha kando ufadhili wa benki kuu, raia wengi wanaamini kwamba mradi wa serikali kudhibiti mfumuko wa bei hawasaidii kamwe katika kuokoa uchumi wao. The food basket. Kimsingi gharama ya chakula inajumuisha 43% ya mfumuko. Kwa hiyo mabadiliko yoyote katika bei ya chakula inapandisha zaidi mfumuko, kwa sababu ndicho kigezo kikubwa katika uchumi huu. Kwa hiyo iwapo unataka kutatua mfumuko wa bei, lazima kwanza utatue kinachosababisha mfumuko wenyewe. Supply of food. Kikao cha kujadili kurejelewa ufadhili wa Ghana chini ya mradi wa mkopo wa IMF uliopangiwa kufanyika mwezi Julai kimeahirishwa hadi katikati ya mwezi Septemba. Hii ina maana kucheleweshwa zaidi kutolewa posho la pili la fedha kwa serikali hiyo. Dayo Yusuf, BBC. Na sasa naungana na mchambuzi wa uchumi Dr. Jehovanes Aikaeli ambaye yuko mkoani Tabora nchini Tanzania kwa njia ya Skype. Karibu sana. Unadhani nini hasa kwanza kimeuzorotesha uchumi wa Ghana, taifa ambalo lilikuwa linastawi vyema tu kiuchumi? Stawi vyema kiuchumi, wamejaribu kwa miaka mingi, lakini ukweli ni kwamba kuna mahali ambapo Ghana ilipoteza msimamo wake, haswa pale ambapo kwa sababu ya matumaini ya kuweza kupata fedha nyingi katika yaliyokuwa yanatarajiwa, haswa kutoka kwenye mafuta ambayo yalitarajiwa na baadaye ikawa kwamba hawajapata, walifika mahali ambapo kwa kweli walifanya matumizi makubwa kuliko walivyotarajiwa. Na sababu hiyo basi wakawa kwa bahati mbaya sana hawajaweza kusimamia msimamo wa kuboresha uchumi wao kama ambavyo walikuwa wameonyesha tangu awali na kukubaliana na IMF. Dr. mikopo ya IMF kama ulivyo mkopo wote hutolewa kwa masharti. Unadhani baadhi ya matatizo ya Ghana ni kuelekezwa hasa wazingatie nini katika kuimarisha uchumi? Maana unapewa mkopo alafu unaambiwa mkopo huu lazima ufanyie swala fulani. Ni vizuri Ghana kuzingatia kwamba wanatakiwa kwa kweli kuboresha hali yao ya ndani ya uchumi. Na masharti haya wanayopewa kwa ajili ya mkopo na IMF ni jambo la kawaida. Mimi huwa nasema hakuna anayeweza kukupa mkopo au kukupa msaada bila masharti. Labda njia nzuri ambayo ipo kwa Ghana sasa hivi ni kujaribu kuhakikisha tu kwamba imeweka masuala yake ya ndani ya kifedha ya serikali
katika jinsi ambavyo inatakiwa. Hatuwezi kutegemea IMF kusaidia bila kufanya hivyo. Dokta, nadhani tatizo sio masharti, lakini ni masharti aina gani? Kwa sababu unaweza ukasema tunakupa fedha hizi kwa ajili ya maji, lakini mimi ninavyojua labda katika nchi yangu nina matatizo ya barabara zaidi. Kwa hiyo kwa nini usinipe huo mkopo nikaamua, nchi itaamua yenyewe kwamba inataka nini? Nchi za Afrika na zingine duniani ambazo zinategemea misaada, ni vizuri tu kujua kwamba ni vigumu sana anayekupa msaada kukupa bila masharti yake. Ana vitu ambavyo yeye anaona ndivyo anavyohitaji. Wewe vile vya kwako unavyohitaji, kwa kuwa pesa si ya kwako, wala havitaangaliwa sana. Ukweli ni kwamba ingeweza ikawa Ghana wafanye kile ambacho wanataka kwa kuwa wao ndio wanataka, ila kwa kuwa ni fedha inayotegemewa ya msaada itakuwa ngumu. Mimi nafikiri njia tu rahisi kwa Ghana na nchi zingine za Afrika, haswa hizi za chini ya jangwa la Sahara, ni kuweza kuimarisha mapato ya nchi kutoka ndani, na matumizi yetu yategemee kipato cha ndani kuliko ile ya msaada, kwa sababu ya msaada lazima itakuja na masharti ambayo tutatakiwa tuyatimize ili tuweze. Hapo Dokta, umesema kwamba umetoa mfano mzuri tu. Tumeshuhudia Zimbabwe na Kenya yamewahi kunyimwa mikopo ya IMF kwa kushindwa kuzingatia kanuni. Ni kwa kiasi gani tulaumu shirika la IMF kwa kuharibu uchumi wa nchi zinazoendelea? Kwa kifupi, mimi kama mchumi siwezi kusema ni tuwalaumu, ila tu ni sisi wenyewe tuweke juhudi yetu katika kujitegemea. Vinginevyo vyovyote itakavyokuwa ni kwamba anayekupa atakupa masharti. Shukran sana. Ni Dr. Jehovanes Aikaeli akiwa mjini Tabora. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London, na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Wataalam wanasema mamilioni ya watu barani Afrika na Asia wako hatarini kuambukizwa maradhi ya Zika kutokana na kasi ya kuenea kwa ugonjwa huu. Ghana inatishiwa kunyimwa posho ya mkopo wa shirika la fedha duniani IMF iliyotia saini kwa ajili ya kuinua uchumi wake. Karibu watu 120 nchini Kenya ambao ni vigumu mtu kuwatambua kijinsia ikiwa ni wanawake au wanaume wamepitisha ombi la kulitaka bunge kupitisha sheria ambayo itaweza kuidhinisha jinsi kundi hilo la tatu litaweza kujitambulisha katika jamii. Kwa kawaida binadamu anazaliwa akiwa na nyuzi katika seli zinazofahamika kama chromosome na zinazoamua kama ni mwanamke akiwa na XX. Akiwa na mwelekeo zaidi wa kuwa ni mwanamume, basi atakuwa ana chromosomes zinazojulikana kama XY. Hata hivyo, sehemu zetu za uzazi zinaweza kuwa za kike, kiume au hata mchanganyiko wa zote mbili bila kuwa wazi ni za kike au kiume. Kimaumbile, tofauti za jinsia zinaweza kujitokeza zenyewe na namna nyuzi hizo zinazohusika na jinsia mwilini zinavyobadilika. Hoja ya kutaka sheria ibadilishwe nchini Kenya ili kuwatambua watu wa jinsia ya tatu inaongozwa na Isaac Mwaura, mwanaharakati na mbunge anayewakilisha makundi maalum nchini Kenya. Tuungane naye akiwa katika studio zetu za Nairobi. Karibu sana Mwaura. Kuzungumzia zaidi ndo tunaungana naye, yuko katika studio zetu. Jamii ya Afrika tunajua huenda ikayachukua mambo haya kubadilisha jinsia kama masuala ya kigeni na hayaambatani na jamii za Kiafrika. Pengine tufafanulie hasa sheria hizi mpya zinakusudia nini? Asante sana. Zinakusudia kuhakikisha kwamba watu ambao wamezaliwa wakiwa na utata wa jinsia pia wao wapatiwe nafasi, kwa sababu wengi mara nyingi wengine wanatambuliwa kama wasichana wakiwa wadogo ilhali hao ni wavulana, ama wavulana na ilhali wao ni wasichana. Kwa hiyo ni jambo ambalo linafaa kuangaziwa, sio jambo la kujitakia kwamba mtu pengine kama vile ambavyo unaweza kuwa na ulemavu wa mkono, unakuwa kwamba ile sehemu ya uume ama uke ina kasoro fulani. Na kwa hiyo sio ati ni jambo ambalo kwa mfano vile watu wanafikiri unabadilisha jinsia yako kwa sababu unajihisi wewe unafaa kuwa mwanamke na wewe ni mwanamume. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuweko katika Afrika na lazima pia tuligusie kwa undani, kwa sababu hawa watu wamekuweko lakini wamejificha mno kwa sababu ya kashfa, kwa sababu ya kukashifiwa, kwa sababu ya kuitwa majina, kwa sababu ya kuambiwa wao wenyewe hawafai. Na utakuta kwamba hata pale bungeni wakati nimewasilisha ile hoja, haya makataa, wale ambao walikuwa waje wahadithie masaibu yao waliogopa kwa sababu ya zile fedheha. Mheshimiwa Mwaura, labda kwa mtu ambaye anatizama sasa hivi hafahamu vizuri, kwa watu wenye jinsia mbili
wanapokuwa wakubwa, manake bila shaka mmoja labda homoni zao hujitokeza zaidi na wakaamua, huwa si wanaamua wanakuwa jinsia gani? Hamna labda kwa hapo Kenya labda sehemu ambayo labda wanafanyia upasuaji wakishajua wanataka kuwa jinsia gani? Mwanzo sio mambo na Kenya, mwanzo ni kwamba hawapati stakabadhi. Kwa mfano kama kitambulisho, hawana kitambulisho. Kwa mfano pengine zile stakabadhi za shule zinaonyesha kwamba mtu ni msichana lakini yeye ni mwanaume. Pia utakuta kwamba sio eti kwamba wachague, utakuta bado kutakuwa na utata hata wakiwa wazima, na ile gharama ya kufanya ule upasuaji iko katika hali ya juu sana. Kwa hivyo hakuna uelewa ambao uko katika taasisi za serikali na umma kwa ujumla kuhakikisha kwamba watu hawa wameweza kuchukuliwa kama binadamu wale wengine. Kwa mfano kama ni huyu ndugu yangu James Karanja ambaye alilelewa kama Mary Waithera ambaye ni msichana, sasa hawezi akakwenda skuli, amepita kwenda katika chuo kikuu, hana hela, ni maskini, mamake amekuwa akili zake zimemwenda kwa sababu ya mambo kama haya. Kwa hiyo wanakumbana na majanga mengi tu sana ambayo inabidi tuwasaidie sisi kama binadamu wenzao. Mheshimiwa Mwaura, kwa mfano hapo umetoa mfano, alikuwa amezaliwa kama mwanamume lakini baadaye akajihisi ni mwanamke. Kwa hiyo mwisho wa siku anakuwa amechagua anataka jinsia gani. Wewe unavyosema jinsia ya tatu, unataka watambulike vipi? Mwanzo huyu alizaliwa haikutambulikana kwamba yeye ni mvulana, lakini walifikiri kwamba ni msichana, kwa hiyo wakamuita jina la kike. Jinsia hii ni kwamba kama pale ukiulizwa wewe ni mwanamume ama ni mwanamke, ni swala rahisi sana. Lakini sasa tunataka iwe kwamba kuna wewe ni mwanamke, wewe ni mwanamume, alafu kuna kijisanduku cha tatu ambacho unaweza kujielezea, kwa sababu hawa watu wapo, si hatuwabuni watu wapo na wana shida hizo. Kwa hiyo ndio mimi ambayo nasisitizia. Shukran sana. Huyo ni Mheshimiwa Isaac Mwaura, ni mbunge na vile vile mtetezi wa watu wa jinsia ya tatu. Baba wa Aylan Kurdi, kijana wa miaka 3 ambaye alizama mwaka mmoja uliopita na wazazi wake wakakimbilia Syria, mzazi huyo amewataka viongozi wa Ulaya kuacha milango wazi kwa wahamiaji. Abdullah Kurdi ameiambia BBC kuwa bado angali na matumaini kwamba huenda viongozi wa dunia wanaweza kufanya jambo kuzuia vita nchini Syria. Abdulvan Mohammed ana maelezo zaidi, lakini tungependa kutoa tahadhari, taarifa hii picha za kutisha kidogo. Bado wangali wakihatarisha maisha yao kwa kuvuka maji ambayo Aylan Kurdi alifia ndani yake. Hivi sasa kuna boti chache, lakini bado watu wakiendelea kuzama kwenye bahari ya Mediterania. Watu 3169 wamepoteza maisha, likiwa ni ongezeko la watu 500 katika kipindi kama hichi mwaka uliopita. Tangu asubuhi ya siku hiyo, bahari imeendelea kuchukua maisha ya watu ambao majina yao hayajulikani na dunia. Lakini kupotea kwa kijana mdogo wa miaka 3 Aylan Kurdi kwenye pwani ya mpakani mwa Uturuki kuliapa haiba tofauti maafa haya. Aylan, kaka yake Ghalib na mama yake Rehana wote walipoteza maisha. Lakini ni baba yake Aylan ambaye alipona kwenye tukio hilo, ni yeye aliyewapatia watu fedha ili wamsaidie kumvusha katika safari hii ya hatari. Watoto wangu walikuwa ni muhimu kwenye dunia hii. Kuna yeyote ambaye watoto sio jambo la muhimu kwake? Walikuwa wakiniamsha kila siku kucheza nao. Kuna kitu kizuri kama hicho? Sasa kila kitu kimeondoka. Abdullah Kurdi alimzika mwanaye nchini Syria. Amekataa hadhi ya uhamiaji nje ya nchi ili awe karibu na familia yake. Mwaka mmoja umepita, Abdullah anaishi kwenye eneo linalotwaliwa na Wakurdish kaskazini mwa Iraq. Akiwa na majonzi, anajiandaa kuhitimisha vifo vya wanawe na mkewe. Kila siku nawafikiria wao, lakini leo najihisi kama wamekuja kwangu na kulala na mimi. Hii inanifanya niwe na upweke tena. Kwa Jumuiya ya Ulaya, sakata la uhamiaji limekuwa ni mwiba wa kisiasa. Wakati serikali zikijitahidi kupambana kuwazuia, lakini chuki za wananchi zimehama. Wengi wamekuwa wakikimbia vita na njaa kali ili kuingia Ulaya kupitia Libya, ambako wamekuwa wakichukuliwa na mabaharia wa Italia na mashirika misaada. Lakini wachache kati yao ni raia wa Syria.
Chini ya mkataba baina ya Jumuiya ya Ulaya na Uturuki, wengi wamekuwa kizuiliwa kupita njia ya zamani ili kuingia katika visiwa vya Ugiriki. Abdullah Kurdi anaitaka Jumuiya ya Ulaya kuwapokea Wasiria na kwa mataifa yenye nguvu kumaliza vita vya Syria. Amehatarisha maisha yake kwa kuvuka maji ili kutafuta maisha ya amani yeye na watoto wake, lakini aliachwa kama muindaji aliyepona kwenye jaribio la kifo. Abdulvan Mohamed, BBC. Baada ya kidogo katika taarifa za michezo, mchuano mkali katika Diamond League. Vigogo wa Rio watunishiana misuli tena nchini Uswisi. Nani kaibuka mbabe? Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na sasa ni wakati wa taarifa za michezo. Tuanze na kombe la mataifa ya Afrika ambapo Uganda Cranes wanahitaji sare tu kuweza kufuzu kucheza katika fainali hizo mwakani zitakazofanyika nchini Gabon. Cranes unaowaona hapo wakipiga jaramba watakutana na Komoro siku ya Jumapili jijini Kampala katika mchezo ambao mashabiki wengi wa Afrika Mashariki wanautazama kwa makini. Ikiwa itapita sare hiyo au kupata ushindi, Cranes watafuzu kucheza kombe la mataifa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 78. Mara mbili Uganda imejikuta katika nafasi kama hii na kushindwa kufuzu mara ya kwanza ikinyukwa na Zambia na nyingine Kenya. Safari Cranes wanasema watajidhatiti. Watoto watajaribu, tutafanya kazi sana kwa ajili hiyo si timu mwenye ya kuwa ni rahisi. Utaenda tu useme utakwenda na wapige mabao vile unavyotaka. Wote ni maprofessional na wamefika leo, na kwa kuona kwangu timu na wachezaji wote moods ni nzuri na tutafaulu. Na katika riadha, Caster Semenya ameendelea kutawala mbio za mita 800 upande wa wanawake katika michuano ya Diamond League. Michuano hiyo iliyofanyika jana usiku mjini Zurich ilikuwa na majina makubwa yaliyotikisa katika michuano ya Olimpiki iliyomalizika hivi karibuni. Huu ni ushindi wa 5 katika michuano hii ya Diamond League kwa bingwa huyu wa Olimpiki. Elaine Thompson kutoka Jamaica amewapiku vigogo katika mbio za mita 200 wanawake. Thompson aliyeshinda mbio za Olimpiki za Rio alikuwa katika nafasi ya 3, lakini alijititimua na kumaliza katika nafasi ya kwanza na kumzidi kete Daphne Shippers katika mstari wa kumaliza. Thompson ameshinda kwa nukta kadhaa tu za sekunde. Kwa upande wa wanaume, Asafa Powell alinyakua ushindi wake wa pili katika Diamond League msimu huu kwa kumaliza kwa sekunde 9.94. Ushindi wa kwanza kwake ulikuwa mjini Lausanne. Powell amekimbia chini ya sekunde 10 kwa mara ya 98. Ni hayo tu katika michezo kwa siku ya leo. Na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu. Christopher Simiyu wa Sironko, Uganda anasema sio vema kwani hizi nchi zina mipango yao jinsi ya kutumia fedha hizo wanapopewa. Ni kuhusiana na taarifa ile ya Ghana. Isa Mzee wa Urembo anasema ndio, kwani usipoweka masharti zinaweza kutumiwa vibaya, ilhali unapoomba mkopo lazima useme malengo ya huo mkopo. Na Taufik Khalifa Munisi anasema sio sahihi kabisa, maana kila taifa lina matatizo yake na linajua ni matatizo gani wameyapa kipaumbele kuyatatua. IMF inapaswa kulegeza masharti yao. Nawe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile Twitter. Na hatimaye, baada ya mashindano ya Olimpiki hivi karibuni, sasa huko Serbia kuna yapunda. Tukio hilo kama unavyoona limekuwa maarufu sana katika kipindi cha miaka michache iliyopita. Watu mbalimbali hujumuika kushuhudia, ila mchezo huo tofauti na Olimpiki, dawa ya kuongeza misuli yaruhusiwa na ni nini? Ni karoti. Ila punda wengine ndo hawaswarifiki. Hata uwape nini, shughuli iliwakumba watu hawa kuwasukuma hata sijui anaogopa maji maskini. Hata hivyo mwishowe mshindi alipatikana. Tizama anavyosumbua. Haya, hatimaye mshindi alipatikana kama mnavyoona hapo, lakini sio yule alikuwa kisukumwa. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi Jumatatu panapo majaliwa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, na watakieni nyote mlale unono na weekend njema.